michezo. Nianze na habari. Mheshimiwa Naibu Spika, sekta ya utangazaji ni muhimu sana katika dunia ya sasa na kidijitali, ambako upashanaji wa habari umekuwa ni msingi wa ukuzaji wa uchumi kwa kuwa chachu ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Kutokana na ukweli huo, serikali yetu imedhamiria kuhakikisha kuwa sekta ya habari nchini inaboreshwa ili kuongezea wananchi fursa ya kupata habari kwa kuongeza uwigo wa upashanaji habari. Maelezo kuhusu usikivu wa matangazo ya redio na television, mkakati wa kukuza lugha ya Kiswahili na kazi za sanaa yanapatikana zaidi katika aya 261 hadi 267 ya hotuba yangu hii, na iko pia kwenye vishikwambi. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea kufanya maandalizi ya mashindano ya CHAN yanayotarajiwa kufanyika nchini Agosti mwaka huu 2025 na mashindano ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika nchini mwaka 2027. Hatua za maandalizi zinatekelezwa ni pamoja na ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya viwanja vya michezo, na tayari nimepata nafasi ya kufanya ukaguzi wa viwanja kule Zanzibar na hapa nchini, na hatua tuliyofikia ni mzuri na inaridhisha. Maelezo zaidi juu ya ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo tumeyaweka kwenye hotuba aya ya 269 hadi ya 270 na inapatikana pia kwenye vishikwambi. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile serikali ya awamu ya 6 imeendelea kufanya jitihada mbalimbali za kuendeleza michezo hapa nchini pamoja na kuviwezesha vilabu vyetu kushiriki katika mashindano mbalimbali ndani na nje ya nchi. Katika mwaka 2024 serikali ilitoa shilingi bilioni 1.58 kwa ajili ya kuwezesha shiriki za timu zetu katika mashindano mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, jitihada hizo zimewezesha kuimarisha kwa ubora wa michezo, hususani ligi ya ndani ya mpira wa miguu ambayo kwa sasa ina ubora wa ngazi ya 4 barani Afrika, ambapo ushindani mkubwa unaonekana kwa timu zinazowania ubingwa wa ligi hiyo ikiwemo na Young African vinara, mabingwa wanaomalizia msimu, Simba Sports Club, Azam Sports Club, Singida Big Star na Tabora United. Lakini vile vile tumeshuhudia timu ya Simba ikiendelea kuiwakilisha nchi yetu katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya robo finali, na timu ya taifa ikiendelea kuwania nafasi ya kufuzu mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kuitakia heri timu ya Simba Sports Club katika mchezo wake wa marudiano leo hii saa 10 jioni uwanja wa taifa wa Mkapa Stadium, ili iweze kufanya vema na kufuzu hatua ya nusu fainali ya mashindano hayo. Inshallah Mwenyezi Mungu, leo wa Tanzania tutafurahi. Kadhalika ninaitakia kila laheri timu yetu ya taifa almaarufu Taifa Stars katika michezo yake iliyobaki iweze kushinda na kuwa na nafasi ya kufuzu na kushiriki michuano hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Tanzania, kwa kuendelea kuwa chachu ya mafanikio katika sekta ya michezo hapa nchini. Mheshimiwa Rais wakati wote amekuwa akitoa hamasa kubwa katika sekta ya michezo pamoja na kuhamasisha wadau mbalimbali kuchangia timu zetu ili ziweze kufanya vizuri. Mafanikio makubwa yamepatikana katika michezo, hasa mpira wa miguu kupitia mpango wa goli la mama, hamasa kwenye mchezo wa ndondi ambao pia na wenye umeanza kuchukua nafasi kubwa hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025-26 serikali itaendelea na ukamilishaji wa ujenzi wa viwanja vya michezo vya Arusha na Dodoma
kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya AFCON 2027, kuratibu ukuzaji na uendelezaji wa lugha ya Kiswahili kitaifa na kimataifa, kuratibu maadhimisho ya kitaifa ya kikanda siku ya Kiswahili duniani pamoja na makongamano ya Kiswahili na wadau. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimalizie na ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu